Na mtazamaji ale mbele yetu sasa ni mchambuzi wa boli mwite David Pasco kama friji bovu, friji ambalo limepoteza uwezo wake, hawezi kuficha siri huyu. Miongoni mwa wachambuzi waliokwenda Misri na sasa amekuja Dar es Salaam. Simba ilipoteza 2-0, Simba anashinda 2-0, anashinda kwa mkojo penalti kwenda nusu finali. Nataka utupe tathmini leo, kipi kimekuwa sahihi ambacho ulikilalamikia mara ya kwanza? Ya, kama unakumbuka nilivyotua airport Terminal 3, kwa sababu nikisema airport mnaweza mkasema labda airport ya kawaida. Ilikuwa Terminal 3, tumetoka Egypt na nilisema wazi Simba ile game waliitupa kwa sababu walikuwa na uwezo wa kushinda kule Egypt. Na Waarabu walilala, walikuwa katika eneo lao, kipindi cha pili walilala, lakini leo uliona mvua ilitaka kuharibu kwa sababu wakati kipindi cha kwanza kinaanza wachezaji walikuwa hawezi kukimbia. Tulikuwa tuone zile movement, kwa maana kwamba acceleration ya Elie Mpanzu tulikuwa tuioni zaidi, individual brilliance za mchezaji mmoja mmoja ndio ikawa inaonekana zaidi uwanjani. Lakini leo tumeona ukubwa wa Simba kwa sababu walikuwa wakijaribu kuvuka kwa miaka yote ikawa inashindikana. Leo wachezaji waliosajiliwa na Simba msimu huu wamekuwa na faida na mtaji mkubwa sana, kwa sababu misimu iliyopita walikuwepo kina Chama, walikuwepo kina Saido, walikuwepo kina Luis Jose Mixon, lakini uliona namna ambavyo Simba ilikuwa ina struggle, wakipoteza mpira wanavyokuwa wanachelewa kuutafuta. This time wamepatikana vijana wadogo wenye uchu ambao wanapambana. Umeona Elie Mpanzu kibisawala individual skills, amefunga goli la viwango vya kimataifa, goli kali sana, goli la upako lile, kwa sababu nakumbuka Simba siku 2-3 hizi waliwashirikisha watumishi wa Mungu, Bulldozer, lakini pia Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Walid, wote ni kwa ajili ya kupiga dua. Kwa hiyo dua zimesaidia leo, wachezaji pia wamepokea na mwisho wa siku wamepata matokeo. Kwa hiyo kwangu sijaona kimbinu zaidi Simba wakifanikiwa wakicheza mpira kimbinu, zaidi ni ile uwezo binafsi wa mchezaji mmoja mmoja, kwa sababu uwanja haukuruhusu kuona flow ya mchezo wenyewe. Nasema tena mara nyingine, Waarabu wanapaswa kupigwa rungu kubwa sana na FIFA, na nategemea kuona sheria kali sana ikaundwa kuhusu kupoteza muda, kwa sababu haiwezekani mchezaji anapoteza muda dakika 5, dakika 10 anapewa kadi ya njano. Inasaidia nini? Unaona goalkeeper analala, anapewa kadi ya njano, then analala tena, inasaidia nini? Waamuzi pia wanaonekana wanaogopa sana Waarabu, hawafanyi maamuzi ambayo ni sahihi. Nimesikia kuna sheria inakuja mwezi wa 7, endapo mtu atakuwa anapoteza muda atakuwa analimwa kadi ya njano, lakini akilimwa kadi ya njano akizingua na pigwa kadi nyekundu itaondoa kabisa utata, kwa sababu leo mpira hujachezwa. Kipindi cha pili ilikuwa ni vurugu tu, wamepozesha mchezo, hatujaona mchezo ulio bora. Lakini lazima tupongeze Simba, wamefanya usajili mkubwa sana. Elie Mpanzu daraja lake ni la maana sana. Nilikuwa nawaambia mtu juzi kwamba huyu Elie Mpanzu huyu, watu wakawa wananitukana kwenye mitandao na mimi sisomi comment, sio shida zangu. Kutukana kwenye mitandao ya Instagram sio shida zangu. Elie Mpanzu daraja lake kibongobongo haupati Elie Mpanzu. Nani anamfananisha Elie Mpanzu na mchezaji mwingine? Sasa hapa siongee kishabiki, mashabiki ndio wanaweza kaongea hapa, lakini Elie Mpanzu ubora alionao, kwanza akiweka mpira akiuficha, hauwezi kwenda kuchukua mpira kwenye mguu wake. Anaingia kwenye 18 anafanya majaribio ya kutisha, ni kama mabomu ya Hiroshima na Nagasaki. Sio mchezaji wa kawaida ule. Nimeambiwa anafananishwa sijui na Pacome Zouzoua. Okay, niambie Pacome Zouzoua kwenye michuano ya kimataifa amefanya nini? Misimu miwili, msimu huu amefanya nini? Sio? Unaangalia mchango wa Elie Mpanzu kibisawala. Kwanza hadizevu kucheza Simba yule. Yaani yule nawaambia muda wake ni mchache sana kuwepo hapa Bongo kwa ubora aliokuwa nao. Lakini tazama ubora wa Kibu Dennis, alikuwa anajaribu kupambana, leo anaonyesha uwezo wake nje ya 18. Ndio hivyo tu, uwanja ukumruhusu kucheza. Utapongeza uwezo wa Yusuf Kagoma. Kagoma ni Putin. Yule Putin alioondoka amepata mrithi wake. Yaani Kagoma ni Putin mkatili wa kichini chini. Anakupiga kiatu maamuzi haoni. Kapiga pasi ambazo zilikuwa zinavunja madaraja, Kalvati umbali wa mita 30 pasi zinafika. Alikuwa anafanya ugaidi miongoni mwa mastrika wa refu, alikuwa anamvuruga, lakini ulikuwa unaona namna ambavyo anamzima na minya, sio? Kwa hiyo haiwezekani mchezaji kama Yusuf Kagoma asajiliwe kwa milioni 30 alafu kwa mafungu. Watu wanahujumu mpira wa nchi hii. Ni aibu. Yaani Yusuf Kagoma umpe milioni 30 kwa mafungu. Brother, ni matusi, unatukana mpira. Yaani leo hii Yusuf Kagoma yule ukimweka sokoni bilioni 1 umchomoi. Brother, kusanya viungo wako wote alafu fananisha na Yusuf Kagoma mpati. Unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri? Yusuf Kagoma ni mchezaji ambaye daraja lake kwa sasa haumpati, na ninasema tena, Simba wana kazi ya kuzuia wachezaji wao. Simba wana kazi ya kuzuia wachezaji wao msimu ujao, wengi wataondoka. Jean Charles Ahoua ataondoka, Mbazu ataondoka, huyo mwenyewe Kibu ataondoka, wengi wataondoka. Kwa hiyo naamini Simba wanaenda hatua kubwa zaidi. Nusu finali kwao ni mwanga sasa kwenda katika hatua. Tusogee ukubwa na inayofuata. Naye achukua maiki, mbona bomba maisha